Muda huu nimewaita kuzungumza na nyie kwa dakika chache juu ya sintofahamu ambayo imetokea tarehe 8 mwezi wa 4 2025. Kipindi hichi kinaendeshwa asubuhi na waandishi wa habari takriban wanne, nafikiri wanafahamika, lakini kwenye muda huo pamoja na mambo mengine walifika kwenye uchambuzi wa magazeti na kufikia kwenye kuzungumzia majimbo ya uchaguzi na wasifu zaidi ya mazingira ya uchaguzi, lakini na viongozi au waheshimiwa wabunge ambao wapo kwenye majimbo husika. Kwa bahati kabla hawajamaliza wakaulizana na ikaonekana wana nia kuizungumzia Kibamba. Mmoja akasema twende Kibamba. Walipofika Kibamba ni wazi hawakuwa wakichambua maendeleo ya jimbo au changamoto za jimbo, upungufu wa maendeleo kwenye jimbo, jinsi ambavyo ilani ya uchaguzi haijatekelezwa kwenye jimbo la Kibamba, au ni jinsi gani kiongozi ambaye ndiye mbunge wa jimbo la Kibamba amekuwa hatoshi kwa kiwango gani. Zaidi ni kwamba wametumia muda waliopewa kuendesha kipindi hicho kwa kunidhihaki kama mbunge wa jimbo na kutoa maneno ya kashfa ambayo ni wazi kabisa mmoja wao au wawili kati ya wao wamekuwa wameyatoa wazi na kwa kuyatamka kwenye clip husika, maneno ambayo kwa kweli yameendelea kunitolea heshima kwenye nafasi ambayo ninayoongoza na jimbo ambalo ni la 5 kwa idadi ya watu Tanzania, lakini la 3 kwa idadi ya watu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa mujibu wa sensa mwaka 2022 tuna takriban ya wananchi 648. Sasa unaweza ukaona umuhimu wa jimbo na watu wake na kutengeneza taswira iliyo muhimu, kutengeneza taswira iliyo salama. Lakini chombo hiki cha habari, lakini ziada hawa ambao ndio waandishi wa habari wa kipindi hiki walitumia muda wao usiopungua dakika 2 kumzungumza personal kabisa, kunizungumza mimi mbunge wa jimbo la Kibamba Issa Jumanne Mtemvu, na ni wazi imeonyesha kama vile ni mtu anayemjua, lakini kama liko jambo ambalo imebidi walizungumze. Mimi niweze kusema hii ni nje ya kunikosea heshima, lakini naamini kabisa ni kinyume na ethics za uandishi wa habari. Lakini ziada nina mashaka hata juu ya uweledi ambao wanao waandishi wa habari hawa. Sitaki kusema kwamba inawezekana elimu yao ni ndogo, lakini hilo litakuwa wazi kwa mwananchi yoyote wa jimbo la Kibamba, lakini hata ambaye anaweza kuwa katika mkoa mwingine nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kwamba huwezi kufika sehemu umepewa na umeajiriwa kwenye chombo ambacho mtu kawekeza fedha nyingi, unaenda una personalize issue ya kiongozi wa umma ambaye anatokana na chama tena kikubwa cha Mapinduzi, kwa heshima ambaye ameingia kwenye uchaguzi akiwa na wagombea wenzie 176 na kuongoza kwa kura na chama cha Mapinduzi kupitia vikao vyote kumteua kuwa mbunge wa jimbo la Kibamba. Labda kwa haraka niweze kusema, ili wananchi wa jimbo la Kibamba, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na wananchi wa Tanzania ambao wengi wanajua wanamfahamu mbunge Issa Jumanne Mtemvu, lakini wanamjua mwenendo wake, uadilifu wake, hauna shaka. Lakini hata majukumu yake ndani ya jimbo kwa wale wananchi wa Kibamba wanajua, lakini hata ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukipata wasaa kumwangalia Mtemvu na kumfuatilia, ilikuwa una sababu yoyote ya kumzungumza katika dhiaka ambayo waandishi wa habari hawa wamesema. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme tu kama hitimisho, kwenye eneo la miundombinu, eneo la maji, eneo la huduma za elimu na afya, kiukweli kama mbunge nimefanya wajibu wangu kwa kiwango cha hali ya juu, lakini uwakilishi wangu bungeni umekuwa hauna mashaka. Mimi kwa maana ya waandishi wa habari wa aina hii ambao nimesema kabisa hawana ethics kabisa,
na kama wangekuwa wanaweza tukubalance story ambao sisi ambazo sio wataalamu wa habari tulitegemea kwamba waandishi wa habari wangekuwa wameshuka na wangeweza kuyapata haya, lakini hata kuelekea kwenye YouTube tu na mitandao mingine wangeweza kuona mbunge wakiwakilisha ndani ya bunge, lakini hata katika mikutano ya hadhara, kwa sababu ipo na inapatikana. Kwa hiyo ni wazi kwamba watu hao baada ya kuwafuatilia yamekuwa yapo mambo nyuma yao. Moja ni kutumika. Mimi nataka niseme tu wazi, najua ni wakati umefika, agenda is on board, ni wazi, lakini kama yupo mgombea anafikiri anatosha kuja jimbo la Kibamba, wala uhitaji kwenda kwa waandishi wa habari uchwara hawa na kwenda kuwachafua watu, kwenda kuharibu brandi za watu ambazo wameziweka kwa muda mrefu, lakini kwenda kuharibu na majina ya familia za watu. Nataka niseme wazi, anayefikiri anatosha kuja Kibamba hawachaguliwi na wananchi ambao wapo Kigoma, wapo Arusha, wapo Dodoma. Ukienda kwenye vyombo vya habari unatangaza jambo ambalo haliwezi kukusaidia. Wananchi wa jimbo la Kibamba, kama nilivyoeleza maendeleo haya yaliyotokea, wanajua maendeleo yao yaliyotokea. Wanajua msaada wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya fedha nyingi ambazo zimekuja ndani ya jimbo la Kibamba. Lakini tunatambua utekelezaji wa ilani ya CCM 2025 chini ya Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa kiwango cha zaidi ya 90%. Sasa mimi nawakaribisha, kwa sababu leo kuwa mbunge 2020 si mara ya kwanza kuchaguliwa na wananchi. Nimeeleza mwanzo, nimeshakuwa diwani wa kata ndani ya jimbo hili la Kibamba, nikiwa natokea kata ya Kibamba. Hawa wengine itakuwa hawajui, lakini nilifanya makubwa na ndio maana nilichagulika tena kuwa mbunge wa jimbo. Lakini leo tufanye tathmini vizuri, ujue kiwango cha mbunge aliyopo jimbo la Kibamba na si kutumika. Lakini mwisho sana niseme, watu wa aina hii wakiendelea, utakuja kusema zaidi aina ya jinsi ambavyo wanataka kudhalilika. Kwa hiyo mimi niseme tu, kwa sababu muda sina sana kuzungumza na watu ambao wamekosa ethics za taaluma, na sijui kama wanao hiyo taaluma, lakini waombe sana mamlaka ya mawasiliano TCRA, wanalo jukumu sana ya kufuatilia hiyo clip ambayo imetembea tarehe 8 na kuendelea. Waweze kukifuatilia, waweze kuona mambo na maneno yaliyozungumzwa na hawa waandishi wa habari. Mimi waite tu uchwara au feki, kwa sababu wameenda kinyume kabisa. Lakini pia waajiri wao, kabla hatujaenda mbali sana kupitia hichi chombo, mimi najua wanawatafutia riziki, lakini kwa sababu riziki wanaotafutia inawezekana haiwatoshi, wanatafuta na riziki za nje. Sasa hizi kama zinakuwa wamepewa au hawajapewa, au walikuwa katika mpango wa kupewa, sasa wasiwachafue watu. Hili ndio ambalo linaweza nikalizungumza. Wakiendelea sana tutafika mbali sana, lakini itoshe kusema Dar es Salaam, jimbo la Kibamba, jimbo kubwa kwa idadi ya watu, la 5 Tanzania nzima na la 3 kwa mkoa wa Dar es Salaam, limepata mbunge anayetosha aliyefanya wajibu wake katika kipindi cha miaka 5 kamilifu. Na mimi niwaahidi tu, wakati umefika, wanaofikiri anatosha aje, tuingie naye ndani bila kupiga kelele, alafu watatumia tena vyombo vya habari walivyonavyo kuweza kumtangaza tena vizuri, kwa sababu sasa hivi wamenikosea. Watanitangaza vizuri sana kwamba nimeshinda kwa kishindo kwenye uchaguzi unaokuja 2025 30. Ninawashukuru kwa kunisikiliza.